Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni fursa nzuri kukutana tena kwa ajili ya kukumbushana umuhimu wa kuzijua sifa za Allah, kama tulivyokuwa tumeelezana mwanzo. Sifa za Allah ambazo Allah mwenyewe amezitangaza ili tumjue, tuweze kumwabudu vizuri kwa kumpenda na kwa kumwogopa. Na tukasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifundisha imani na kuilea kwa kipindi cha miaka 13 Maka mfululizo. Sasa leo insha Allah, katika kuchambua zile sifa zinazopatikana katika majina yake, Qur'ani inagusia vile vitu, yale majina ya Allah yenye sifa yale yana sifa zake ambazo tukizishika vizuri, tukizifahamu, tukazifanyia kazi katika maisha, tumeahidiwa man ahsaha dakhala aljanna. Mwenye kudhibiti akawa anaishi nayo hivyo, basi ataingia peponi. Manake ni wazi kwamba ataishi katika maisha yake, tegemeo lake ni Allah mwenye sifa hizi. Na jambo hili hakulifanya Mtume Muhammad peke yake, mitume wote walikuwa wakifundisha hivyo. Leo kwenye Qur'ani tutaanza kidogo kugusia katika surati Shuara. Surati Shuara, manabii wamezungumzwa sana wakitangaza sifa za Allah. Sisi tumuanze Nabii Ibrahimu alayhi salam katika aya ya 69. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, watlu alayhim nabaa Ibrahim, wasomee mtume watu hawa habari za Ibrahim alayhi salam. Habari gani za Ibrahim? Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, pindi Ibrahimu alipomwambia baba yake na watu wake kwenye mji, mnaabudu nini hapa? Kitu gani hiki mnachoabudu? Au ni vitu gani hivi nyinyi mnaviabudu? Alikuwa ameuliza swali, sio kwamba havioni vinavyoabudiwa. Anataka watu watumie akili kwamba kuna umuhimu gani wa kuabudu hivi? Qalu, wakajibu wale kumwambia Ibrahimu wakasema, na'budu asnaman, hapa tunaabudu haya masanamu, fanadhallu laha akifin, tupo hapa sisi kwenye shughuli hii daima, siku zote ndio hivi, ndio shughuli yetu hii. Tuko hapa tunakaa, tunaabudu, tunafanya hivi, daima tuko hivi siku zote. Nabii Ibrahim alayhi salam qala, akasema, hal yasma'unakum idh tad'un, je, wanakusikieni hawa au haya yanakusikieni pindi mkiwa mnayaita na kuyaomba? Wanasikia hawa? Kwani Ibrahimu hivi hajui kama sanamu hasikii? Hajui?
anajua, anaamsha akili zilizolala. Wanakusikia hawa pindi nyinyi mkiwa mnawaita na kuwaomba, wanakusikieni? Bila ya kusikiliza majibu akaongeza kitu, au yanfaunakum au yadhurun, au wanakupeni manufaa yoyote, labda mkiwaabudu, na mkiacha kuwaabudu pengine watakudhuruni. Je, wanaweza kutoa manufaa au madhara? Manake mkiwaitikia hivyo mnavyotaka mtapata manufaa, siku mkigoma hamji mnaweza mkadhurika. Je, wanaweza kufanya hivyo? Katika majina ya Allah kuna jina linaitwa An-Nafi'u, alafu liko Ad-Dar, ndivyo sivyo? An-Nafi'u, mwenye kutoa manufaa ni nani? Allah. Ad-Dar, mwenye kuweza kudhuru ni nani? Ni Allah. Umeona inatangazwa sifa ya Allah hapo. Je, wanaweza kukunufaisheni? Manake haiwezekani. Je, wanaweza kukudhuruni mkiacha ibada hiyo? Hakuna kitu, si ndio hivyo? Anaamsha hisia zao kwamba hawa hawana hizo sifa za An-Nafi'u Ad-Dar, hawana. Aliposema maneno hayo yalikuwa kwa kweli hayana majibu katika maswali haya, kwamba wanaweza kunufaisha au kuweza kudhuru au kuondoa pia madhara, hakuna. Sasa lakini wataka kujibu, qalu, wakasema, wajadna abaana kadhalika yafalun, tuliwakuta wazazi wetu hivi wakifanya hivi, hivi ndivyo tulivyokuta wazazi wetu wanafanya na sisi tunafanya. Majibu sio ya akili kwa kweli haya. Hayo ni majibu tu, lakini sio ya akili. Tumekuta wazazi wetu wanafanya hivi na sisi tunafanya. Pana mazungumzo namna mbili hapa, nisikilize kwa makini kuonyesha haya majibu sio namna mbili. La kwanza, namna ya kwanza, hivi ukimkuta mzazi wako anafanya chochote hata kama si cha akili na wewe ndio ufanye, hukupewa akili ya kutumia? Umepewa na Allah, hukupewa? Mzazi wako akifanya chochote hata cha ovyo ovyo na wewe ufanye? Hapana. Ukimkuta mzazi wako amevua nguo anatembea barabarani, unasema babangu kavua nguo mamangu na mimi navua, inakuja? Haije. Ilikuwa kama amevua nguo mimi nimvishe, si ndio? Sawa sawa. Mbona mama leo baba katua nguo, imekuwaje? Baba vipi? Au mama vipi? Wewe umvishe. Lakini amevua na mimi navua, vipi bwana? Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, zingatia sana hii ya pili. Kuna hatari ya wazazi kufanya vitu vya ovyo ovyo mbele ya watoto. Kumbe watoto saa nyingine wanaiga. Angalia hao wamekuwa watu wazima, lakini wameiga tangu watoto. Tangu walipokuwa watoto wameona wazazi wanafanya, nao wakafanya mpaka wamezoea. Imebaki mazoea. Kwa hiyo kufanya vitu vya ovyo ovyo mbele ya watoto ni makosa makubwa. Imekaa sehemu ya pili hiyo. Somo hilo la kwanza, ukiwa wewe una akili, mzazi wako akikosea usimuige makosa. Sehemu ya pili, ukiwa ni mzazi, kuwa makini, usifanye vitu vya ovyo ovyo mbele ya watoto. Sawa sawa? Na ndio maana mara nyingi wachunguzi wa mambo wanasema, ukiona watoto wana matusi sana, walezi wao wako hivyo. Ila mmoja mmoja tu hutokea bahati mbaya akabeba barabarani, yakamfurahisha akachukua, lakini mara nyingi wanabeba wakitoa kwa walezi. Kwa hiyo walezi, wazazi wawe wazuri sana kwenye nukta hii. Kwa hiyo wakajibu jibu hili ambalo si zuri, wakasema tumewakuta wazazi wetu wanafanya hivyo, wazee wetu. Qala, akasema Ibrahimu kuwazindua tena, afara'aytum ma kuntum ta'budun, mnaona basi hivyo vitu ambavyo nyinyi mmekuwa mkiviabudu, antum wa abaukumul aqdamun, nyinyi na wazazi wenu, wazee wenu waliokuwa wametangulia,
vitu hivi kama mnaigana hivyo, fa innahum aduwwun li, hivi vitu ni maadui kwangu, ni maadui wangu, hivi ni adui kwangu, ni maadui wangu. Illa rabbal alamin, isipokuwa rabbul alamin, huyo si adui wangu. Rabbu, jina la Allah hilo, sawa sawa. Tena rabbul alamin, Bwana mlezi wa viumbe wote, huyo mimi si adui yangu. Lakini hivi visivyolea chochote, hivi havinufaishi wala kudhuru, hivi ni adui kwangu. Imekaa vizuri Ametangaza hivyo mlivyoviabudu hivyo vyote, mimi hivi ni adui yangu. Illa rabbal alamin, ila Bwana wa viumbe ambaye ni Allah rabbul alamin, huyo si adui yangu. Msikilize rabbul alamin na sifa zake zilivyo. Alladhi khalaqani, rabbul alamin ndiye aliyeniumba. Hawa hawaumbi kitu, sio kuniumba tu. Fahuwa yahdin, yeye ndiye anayeniongoza na atakayeniongoza. Allah anaumba na kuongoza. Khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada, yeye Allah ndiye aliyeumba akaweka kwa usawazisho mzuri. Kisha alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara, na akapangilia vizuri taratibu za maisha. Alipozipangilia fahada, akawaongoza viumbe kwenye taratibu hizo. Huwa alhadi, ndiye mwongozi. Huwa alkhaliq, ndiye muumbaji. Sawa sawa, tuko vizuri? Anaumba, anaongoza. Kila alichokiumba akakikadiria mpangilio wa maisha na akakiongoza kwenye mpangilio huo. Allahu akbar! Hayahitaji elimu kubwa ya chuo kikuu hayo. Mtoto mchanga anapozaliwa, si ndio amezaliwa leo? Baada ya kusafishwa tu akaanza kulia, mama yake akimwekea chuchu mdomoni, anafanya nini? Anavuta. Kile kitendo cha kuvuta, aliambiwa na nani? Kuna kitu hapa, vuta unywe. Na nani aliyemfundisha kwa mara ya kwanza ile vuta? Hicho ni kitendo hicho. Huyu ameingia leo duniani, huyu ameingia duniani sasa hivi, ametiliwa mdomoni, kutiliwa tu pap, akabana, halafu akaanza kuvuta. Ala, uvutaji wa kwanza hapa ndio unaotupa picha imekuwaje. Huu wa tatu na wanne huu, si ameshajaribu akaona kuna kitu kinatoka hapo ameshajifunza, kwa sababu somo lishapatikana. Siku zote huwa tunajifunza kwa kitu kinapotokea, si ndio? Pale mwanzo aliambiwa na nani? Vuta, kuna chakula humu. Qaddara fahada, amepangilia chakula kipo na akamuongoza namna ya kukipata. Jamani, huu mpangilio wa Allah ambaye ndiye mwongozaji tunauchukulia poa, lakini Allah anatuongoza, ndiye anayeongoza. Kasa, mnamjua kasa? Kobe fulani hivi, lakini linaishi kwenye maji ya bahari. Miguu yake haina kucha hivi, imekaa kama kafi fulani hivi, haina kucha. Yule anaishi baharini kimaisha. Nchi kavu anatoka kuota jua tu kidogo, lakini kwa bahati mpango wa Mungu aliomuongozea kwamba ye mayai asitage kule baharini. Anakuja huku nchi kavu, anafukua shimo, alafu anajaza mayai yake pale. Atayachunga kwa kipindi fulani, inapofikia yale mayai yanatotoa mle katika mchanga mle. Kila mtoto anayetoka kwenye mchanga, si yuko nchi kavu, hakuna hata mmoja anaendelea kuendelea huko kwenye nchi kavu, labda kwa sababu ametoka pale. Kila anayetoka anatafuta maji yako wapi, anakimbilia huku kwenye maji, tena mbio kubwa. Amevuta harufu fulani, anajua maji yako huku, mbio. Akiingia kwenye maji tu pap, spidi imekwisha, anapumzika.
Ndio ametoka sasa hivi kwenye yai huyu. Tuko vizuri? Ilikuwa kwa akili ya kawaida ametoka kwenye mchanga huku, basi aanze maisha kwenye mchanga. Mbio kwenye maji, na akijaribu kwenda huku kidogo tu anakwenda, mara unamwona anageuka mwenyewe anarudi huku, akielekea huku mbio. Akifika kwenye maji, akiagusa maji tu burudani, amefika sasa sehemu sahihi, sehemu salama hii. Ndio ametoka leo kwenye yai. Amejuaje habari hii kwamba sehemu salama kwake ni huku? Qaddara fahada, amempangilia maisha yake yalipo na akamuongoza kwenda kwenye maisha yake. Ndiye Mungu anayepanga huyo katika sifa zake hizo, na kila kitu akakipanga tayari. Nilimwona samaki mmoja anaitwa dolphin. Dolphin akitembea, tena anapenda sana binadamu huyo samaki. Kwenye vipindi vya wanyama mnaweza mkamuona huyo, huwa anapenda kuwa karibu sana na binadamu. Hata akiona boti anaifuata, alafu anafanya michezo ya kuruka hivi chip chip chip. Kwa hiyo watu wanafurahi kumwangalia, anaruka piu piu, anaruka tena pa, anafuata boti kwa muda mrefu tu. Nilimuona huyu wakati wenyewe wale wanaomchunguza katika maisha yake, wanamchunguza akiwa ana mimba, na yeye hatagi yule, anazaa mtoto. Wakamweka kwenye keji fulani, wamemtengenezea dude la chuma, sanduku fulani hivi lina uwazi, ili akifikia pale kuzaa wamkague vizuri. Wakawa wamemweka pale kwenye lile sanduku, limo ndani ya maji, anapigwa picha. Anamtoa mtoto wake, yumo ndani ya maji na sanduku lake limo ndani ya maji. Yule mtoto anazaliwa, alipogusa maji tu yule mtoto tayari ameshaacha mwili wa mamake, amefunguliwa lile sanduku kwa chini, awe huru kwenye maji ya bahari. Kuyagusa maji tu, uogeleaji wake ule wa mama yake ule wa kitendo cha kufanya hivi. Alimuona lini? Hajamuona. Ndivyo amepangwa hivyo, ndio taratibu zake. Anaanza vile vile. Huyu ndio Allah, na hiyo ni sifa yake katika majina yake ya sifa. Anapangilia vitu na akaviongoza viishi kwenye mpangilio huo, na sisi ametupangilia utaratibu. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, sisi tukapewa uwezo wa kuacha mpangilio au kuufuata. Tumepewa uwezo. Mpangilio anaotaka Allah kwetu sisi, tuwe tunafunga ndoa, si ndio? Ili mtoto awe na baba na mama, apate malezi huku na huku. Lakini tuna uwezo pia, tukiwa hatutaki kufunga ndoa, watu watembee tu mtaani, uwezo huo pia tunao. Sasa tukiuacha mpangilio, tunaleta hatari duniani. Watu wanatembea bila mpango, alafu mtoto anazaliwa, hata baba hajulikani ni yupi, kwa sababu mama alitembea huko na watu zaidi ya 5 pengine kwa siku moja. Hata mtoto aliyoingia hajulikani ni wanani. Sasa halitokuwa tatizo hilo? Tatizo tumeacha mpangilio. Tulipewa uwezo sisi wa kufuata au kutokufuata, lakini tukaamrishwa fuata ili matunda yawe mazuri. Usipofuata yatakuwa mabaya. Tukaacha kufuata, tumeleta matatizo. Alafu eti baadhi ya nyakati matatizo haya tunajisifia, single mother bwana, maisha yanakwenda bwana. Unasemaje? Maisha yanakwendaje? Nasumbuliwa na nini? Kazi ninayo, pesa ninazo, mtoto wangu nalea tu. Halafu anapokuuliza babangu nani, unamwambiaje? Una majibu, unagugumia. Amekufa, unamdanganya. Halafu bado maisha yanakusukuma, huwezi kuishi peke yako. Leo umemwonyesha mtoto wako mtu aliyekuja nyumbani, anko huyo. Anko sawa bwana. Kesho kutwa akaja anko mwingine, anka huyo. Sasa anko yupi huyu? Yule ni anko. Na wale wajomba zangu kule nyumbani kule ninapokwenda kunipeleka, wote uncle. Mpaka siku moja anakuuliza sasa, mama, mbona hao uncle ni wengi sana alafu hawadumu? Utajibu nini?
single mother tu bwana, uongo tu bwana, uongo kabisa bwana. Sharti sifa za Allah zijulikane. Alladhi qaddara fahada, aliyepangilia na akaongoza, mfuate ule mpangilio. Wanyama mashallah wanafuata mpangilio, maisha yako poa. Binadamu tulipewa kazi ya kufanya, tukapewa uwezo wa kufuata na kutokufuata. Uwezo tunao na tumeumbwa, tunaweza kweli. Tukaamua kuacha, tukaleta tabu katika dunia. Angalia meno aliyopewa ng'ombe, hawezi kula nyama, ni ya kulia majani tu na vitu kama nafaka, na hana fujo yeye, hatafuti nyama. Na meno aliyopewa simba hawezi kula majani wala nafaka, naye hana shida, haingii kwenye shamba la mahindi. Simba hana shida ya shamba la mahindi, anakula nyama tu yeye. Meno tuliopewa sisi yana uwezo wa kula nyama na kula nafaka na kula majani, na tukitaka tunaweza kula mbichi, iliyopikwa, utakavyo, iliyokaushwa na kula. Sasa sisi kwa kuwa tumepewa tunaweza vyote, Allah akatwambia fanya hiki usifanye, na ukifanya hiki mambo yatakuwa mazuri, ukifanya hiki ulichokatazwa mambo yatakuwa mabaya. Simba hakuambiwa hivyo. Maumbile yake yako vile vile tu, yanafanya alichoumbiwa. Tuko vizuri? Nabii Ibrahimu alayhi salamu anasema hao wote ni maadui zangu, ila Bwana wa viumbe Allah huyo ndiyo mimi, sio adui yangu, huyo ni rafiki huyo kwangu, nampenda na nitamwabudu kwa kumpenda. Alladhi khalaqani, yeye ndiye aleniumba, fahuwa yahdin, yeye ndiye ananiongoza na ataniongoza. Sifa nyingine ya kuleta manufaa ile iliyotajwa pale, walladhi yut'imuni wa yasqin, na yeye Bwana wa viumbe huyu ndiye anayenipa chakula na kuninywesha. Wale mabwana wale mnaoabudu wanaleta chakula na kunywesha? Hawaleti, si ndio? Huyu Bwana wa viumbe huyu ndiye atakayeniletea mvua, itasababisha chakula na kinywaji. Wale mnaoabudu nyinyi wanaleta mvua wale? Je, wanaweza kuzuia mvua isije? Tuko pamoja? Akaendelea kusifu Nabii Ibrahimu akasema, wa idha mariltu fahuwa yashfin, na pindi ninapougua yeye huyu Bwana wa viumbe huyu ndiye anayeniponesha. Napougua ananiponesha. Amempa sifa nzuri sana, hakusema anaponipa maradhi alafu ananiponesha. Amesema ninapougua yeye ndiye anayeniponesha. Ya salamu. Kuponesha ni kazi ya Allah, sio kazi ya dawa. Dawa ni sababu, tegemeo ni kwa Allah. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee yule aliye hai ambaye hafi, yuko hai daima, mtegemee yeye. Daktari anakufa, usimtegemee. Daktari ni sababu, anayeponesha ni nani? Allah. Nakupa mfano hai. Watu watatu wanaweza kuwa wagonjwa, pengine na kilo zao zinafanana, na ugonjwa ni wa aina moja huko hospitali. Wakawapima maradhi yakaonekana sawa na kilo ni sawa, manake hata tiba yao inafanana, si ndio? Dozi yao pia inafanana. Wote wakapigwa dozi ya aina hii moja, huyu hapo na yule pale na yule pale, ugonjwa unafanana. Mmoja mashallah, baada ya masaa 6 tu anaanza kuonekana anaomba uji anywe, dawa imefanya kazi. Mwingine amekaa mpaka kesho, dawa haijafanya kazi. Mwingine amepigwa dawa baada ya masaa 6 alafu akafa. Dawa ile ile, maradhi yale yale, sawa? Mmoja amepona, mmoja bado mgonjwa, anatafutiwa dawa nyingine, mwingine amekufa. Mponeshaji ni nani? Ni dawa? Ni Allah? Ni Allah.
Pengine wanaweza wakapima wakasema dawa imemdhuru, amekufa. Wakati wa kufa ulikuwa kwake tayari. Dawa hii ndio ya ugonjwa huu, huyu amepona, yule amekufa, yule bado mgonjwa, anapewa nyingine. Kwa hiyo tiba zipo kutafuta dawa, lakini tabibu ni nani? Ni Allah. Kwa hiyo yeye ndio shafi, na Mtume ametufundisha dua, ishfi anta shafi, niponeshe Allah, wewe ndio mponeshaji. La shifaa illa shifauk, hakuna kupona ila uponeshe wewe. Shifaa la yughadiru saqama, uniponeshe uponeshaji ambao maradhi hayatorudi. Huyu ndiye mponeshaji, ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha mariltu fahuwa yashfin, napougua yeye ndiye ananiponesha. Wanaambiwa watu wanaoabudu masanamu hapo. Usipozijua sifa za Allah namna hii, ndipo pale unapomfuata daktari, halafu umemkabidhi mgonjwa, unamwambia tunakutegemea wewe dokta, tunakutegemea sana kwenye hili. Mnamtegemeaje sana jamani? Labda umebakia kumwambia asife, pengine roho kilichobaki, sijui ni haki yake kumwambia asife. Tumekutegemea wewe dokta bwana, tegemeo letu kwako ya Rabbi. Tegemeo lenu la kupona mgonjwa ni kwake, hakuna tegemeo kwa daktari. Daktari ni sababu, anakwenda amesomea kujua maradhi na kuzijua dawa, ndiyo sio? Akishazijua sababu hizo, anafuata zile sababu za utabibu. Yeye sio mponeshaji, na umemtegemea yeye. Kesho ameshikwa na tumbo la kuendesha, hakuja kama hospitali. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee ambaye yuko hai daima, hafi. Na tumbo la kuendesha mpaka linaweza likamchukua akafa. Takupeni kisa hai hicho, live hicho. Kipindi fulani ahli yangu alikuwa na matatizo, akapata matibabu hapa. Alikuwa yuko dokta specialist wa kina mama, akapata matibabu, lakini bado akapewa ushauri, akaambiwa kamuone dokta mmoja, sio hataji majina ya madaktari, sawa sawa. Akaambiwa kamuone mmoja Morogoro. Alikuwa yuko dokta mmoja na specialist wa kina mama, nenda kamuone yule. Akaenda akamuona, akapata matibabu. Baada ya muda mfupi tu akawa yuko vizuri. Dokta yule akamwambia, ujauzito ukiwa miezi 3 hivi uje uwe unaniona. Haya, manake alifanyiwa operation fulani, uje. Sasa kipindi fulani ikawa kweli ni mjamzito, ikawa manake kuna mpango wa kwenda kumuona yule bwana kule. Akafanya, akampata aliyompata, akajipiga risasi akafa. Dokta amejipiga risasi, amekufa, siwataji majina. Akastuka sana hali yangu, daktari amekufa. Kaambia Mungu amsamehe makosa yake, kama ni mtu wa kuhitaji hilo amweke pahali panapostahili. Mbona umestuka sana? Unajua nimepangiwa appointment ya kumuona. Sasa kwa hiyo kufa. Kwa hiyo manake imekuwaje? Kidogo aseme sijui nitafanyaje. Subhanallah. Nikamwambia yule ni askari wa Mungu katika kufanya kazi fulani, lakini askari wa Mungu wako wengi tu, akiwa hajaifanya mmoja atafanya mwingine. Hebu tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemea aliye hai daima ambaye hatokufa. Hebu jisikie wewe una huruma tu kwamba huyu mtu amejipiga risasi amekufa, si ndio hivyo? Hatujui sababu zake ni nini. Ona huruma hilo, lakini usipate shida hiyo ya kwamba mimi nitafanyaje. Hapana, achana nayo. Live hiyo
Jisikie huru kwamba Mungu ana sababu zake na ana askari wake chungu mzima. Basi siku zilipofika za kuona madaktari, daktari yupo hapa hapa Iringa, naye alikuwa specialist vile vile, akaangalia mafaili yake na hivi na hivi, na akamjua dokta aliyemwattend ni fulani. Amekufa yule bwana, amejiua. Umesikia? Ndio nimesikia. Basi akahudumiwa hapa na mtoto amezaliwa na bado anaishi, mashallah, tuko hai mpaka leo, tuko vizuri. Isifike wakati mtu akakuahidi jambo, akili yako yote ikawa iko kwake yeye, kwamba asipofanya itakuwaje. Hii kiumbe wa Mungu tu, ni askari wa Mungu katika dunia, anaweza akaondoka wakati wowote akawa sio yeye wa kufanya, Mungu akamkabidhi mwingine akafanya. Sawa sawa. Mtegemee aliye hai daima, watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee yule aliye hai daima ambaye hafi. Ukitegemeza mambo yako kwa kiumbe 100%, ujue umemtegemezea mambo anayekufa. Mambo yako umemkabidhi maiti. Naeleweka? Jambo lako umemkabidhi maiti wewe, kwamba mimi nakutegemea wewe. Umempa maiti ya kufanyia kitu. Huyu maiti mtarajiwa wakati wowote, mbona umemtegemea hivyo? Haina maana jamani kwamba tusikabidhiane mambo na tusiaminiane. Haina maana hiyo. Tuaminiane na mkabidhi mtu jambo unayemjua analijua, sawa sawa, lakini sio mategemeo yako kwamba yeye labda ndiye mponeshaji, ndiye mwenye kuleta manufaa na ndiye mwenye kuweza kudhuru. Hakuna habari hiyo. Tulikwisha isoma hadithi aliyomwambia Mtume Ibn Abbas, ndivyo sivyo? Tuliisoma, Mtume akamwambia ihfadhillaha yahfadhk, mchunge Allah sana, Allah atakuchunga. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, mchunge Allah, mipaka yake utamkuta Allah yuko mbele yako. Ukiomba muombe Allah, ukitaka msaada taka msaada kwa Allah. Ujue umma wote duniani wangejikusanya kwa ajili ya kukunufaisha, hawawezi kukunufaisha ila kile ambacho Allah amekupangia, ndivyo sivyo? Na umma wote ukijikusanya kwa lengo la kukudhuru, hawawezi kukudhuru ila lile ambalo Allah alikwisha liandika kwako. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zimekwisha nyanyuka na mbao za maandiko zimekwisha kauka. Yamekaa vizuri. Akaendelea akasema Nabii Ibrahim kuambia watu wanaoabudu masanamu, mimi bwana wangu, mimi ambaye ni rafiki yangu, ni Rabbul Alamin, bwana wa viumbe vyote, walladhi yumituni thumma yuhyin, na yeye ndiye ambaye atanifisha na kisha kunifufua. Yeye ndiye atakayenifisha na kunifufua. Allah muhyi wa mumitu, ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhyi almumit, sawa sawa, ni sifa zake, sio sifa zake. Ukiwa umekwisha ziamini sifa hizo, huyu inaoga. Wangapi waliopigwa risasi na wakapona, na wangapi waliochomwa na kitu kidogo tu wakafa, ndivyo sivyo? Walladhi atma'u, na yeye Allah ndiye ambaye mimi natamani, natarajia na matarajio kwake, ayaghfira li khati'ati, aje anisamehe makosa yangu, yaumaddin, siku hiyo ya malipo. Hiyo siku ya malipo hiyo natarajia aje anisamehe mapungufu yangu na makosa yangu. Huyu mimi ndiye ninayemwamini kuwa huyu ni rafiki yangu huyu, lakini hao mnaoabudu nyinyi, hao mimi ni adui zangu. Ndio maneno aliyosema Ibrahim kutangaza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza maneno aliyosema mbele, anamuomba huyu aliyemwamini. Sasa anasema hivi, Rabbi, si anamzungumza Rabbul Alamin, si ndio? Anasema Rabbi, bwana wangu, mlezi wangu, habli hukman, nipe mimi uwezo wa kuyahukumu mambo, kuyafanya mambo kwa uzuri, nipe uwezo huo. Habli, nipe zawadi. Hiba, hiba ni zawadi, na katika majina ya Allah Al-Wahhab, ndivyo sivyo? Al-Wahhab manake mtoaji zawadi sana.
Ya Rabbi, nipe mimi kwa jina lako hilo Wahhab, nipe hiba, zawadi ya nini? Hukman, uwezo wa kuyafahamu mambo na kuyahukumu vizuri, manake uwezo wa kuyaendea mambo kwa usahihi. Wa alhiqni bisalihin, na unikutanishe mimi na waja waliowema, uniunganishe nao, kiungo changu mimi wawe ni waja wema. Ukishamaliza kunukuu wewe unaonukuu, nisikilize vizuri kwenye sifa hii ya Wahhab, habli, nipe zawadi. Katika maisha tunaoishi siku hizi, hutokea baadhi ya familia, mwanamme ameoa, manake mwanamke ameolewa, imekuwa ni familia moja hii, si ndio? Inajenga usra, familia hii, mke na mume, mapenzi yapo, siku zikapita, mwaka ukapita, baada ya ndoa hakuna mtoto, ukapita wa pili hakuna mtoto, wakastuka kidogo, hebu tuangalie matibabu. Wakajipima, wakajiangalia matibabu, wote wawili wako vizuri, hakuna kilichopungua. Mwaka wa tatu ukapita, hakuna mtoto. Wakajipima tena, wako vizuri, wanaambia hamna tatizo lolote, labda tunakupa dawa hizi kuweka vizuri hormones zenu na nini na nini. Wakapewa. Mwaka wa 4 ukapita, wakamuomba Allah sana, miaka 7 ikapita, hakuna mtoto. Ubinadamu ukajitokeza hapo. Ndugu wa mume, madada pengine, wakaanza kidogo kumwambia kaka yao, wifi yetu anaonekana hayuko vizuri. Wifi yenu hayuko vizuri, mbona hamkusema mimi labda inaonekana siko vizuri? Umeanza. Haya, mnataka kusemaje kwani? Hebu tafuta mke mwingine uoe. Na afadhali angalau akisema hivyo tafuta mke uoe, wasema huyu muache bwana. Wana lugha chafu tena, saa nyingine anajaza choo tu. Jamani, mke wake mwenyewe anapendana huyu, anamwambia anajaza choo, anakula tu. Maneno mabaya hayafai, yanaua, yanavunja moyo. Basi wanaweza wakajaza maneno mpaka akajikuta mwanamume amemwacha mke. Wakamchagulia katika familia walioiona wao inazaa sana, akaozeshwa. Alipoozeshwa kwenye familia hiyo, mwaka mtoto yupo. Si unaona Mungu anajalia na yule bibi naye kumbe amepata mume, naye mwaka mtoto. Mnasemaje sasa? Huyu amezaa na huyu amezaa, lakini walipokuwa wako wawili miaka 7. Msikilize Allah maneno anayoyasema hapo. Anasema hivi, Yahabu, anatoa kama ni zawadi tu mwenye kumpa mtu, si juhudi na ujanja wake. Liman yashau, kumpa anayetaka kumpa katika viumbe wake. Inatha, akampa watoto wa kike, ameanza wa kike. Wayahabu liman yashau adhukura, na anampa mwingine zawadi anayetaka kumpa watoto wa kiume. Amempa huyu watoto wa kike, huyu akampa watoto wa kiume, utashi wake tu. Au yuzawijuhu dhukranan wa inatha, au anaweza akampa akamchanganyia mmoja mwingine, akamchanganyia wa kiume na wa kike. Si ndio Mungu anafanya? Wayaj'alu man yashau aqima, na anafanya Allah kumfanya anayetaka awe hazai, hakuzaa. Mpango wake huo mwenyewe, amefanya hivyo kwa hikma zake. Watu wasitukanane bure, wasiambiane mambo ya ovyo ovyo. Mwingine mwanamume anaweza kumwambia mkewe, wewe unanizalia, taja majina hata haeleweki bwana, unanizalia baba Ahmedi, asatiri ya Rabb, unanizalia watoto wa kike tu, itanakusudia hivi. Kwani yeye ndiye anayepanga habari hii? Sio yeye, ni Allah. Tena kisababishi ni wewe. Basi kisababishi cha kupatikana mtoto namba 1 anakuwa ni mwanamume, kupatikana wewe mtoto awe ni wa kiume au wa kike, kisababishi ni mwanamume. Naomba unanizalia watoto wa kike tu, ya Rabbi. Pengine inaweza ikaenda hiyo nao mpaka wakapeana talaka kwa ufedhuli tu. Anaolewa na mtu mwingine kapata mtoto wa kiume,
na yeye amekwenda huko alikokuwa anataka watoto wa kiume au pengine akapata. Sasa utasema ni nani sasa? Tatizo nani? Mbona wote wawili imewezekana kupatikana? Ni mpango wa Allah. Hizi sifa za Allah sharti tuishi nazo. Wahab, yeye ndiye anayetoa. Allah anajitolea kwa mpango wake anaojua. Ibrahimu akasema, rabbi habli hukman, Bwana wangu wewe ndio rafiki yangu, wewe nipe mimi zawadi, uwezo wa kutambua mambo, niyafanye vizuri mambo, niweze kuyahukumu vizuri. Wa alhiqni bisalihin, na niunganishe, unikutanishe na watu waliowema. Waj'alni, na ujalie kwangu mimi, lisana sidqin, kuongelea vizuri, nijalie ulimi wa watu wema uwe unanizungumza huko mbele. Lisana sidqin, maongezi ya watu yawe mazuri, fil akhirina, katika waja wanaokuja. Kama leo alhamdulillah tunamzungumza nani hapa nabii nani jamani? Ibrahimu alayhi salam. Hapa tumekaa darasani tangu tuanze tunamzungumza Ibrahimu. Ibrahimu alimuomba Allah akasema, nijalie mimi waje wazuri wenye ndimi nzuri, wanizungumze kwa uzuri huko mbele, huko katika maisha yao. Na kweli kila unapofika Ibrahimu alayhi salamu ameekewa sehemu azungumzwe vizuri. Ukienda Maka, shughuli zikifanyika kule, Ibrahimu anazungumzwa. Watu wakizunguka Al-Kaaba, Ibrahimu kajenga. Wakiswali raka 2 pale, Ibrahimu na Ismaili hapa. Wakienda kuchinja, Ibrahimu. Allah, Khalilullah alizungumza maneno ya tauhidi matupu, akatutajia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ndio mazungumzo yetu tulionayo kwa sasa hivi. Waj'alni, na unifanye mimi, min warathati jannati naim, katika wale ambao watarithi pepo yenye neema. Uniingize peponi ya Rabbi, pepo za neema na mimi nipate. Waghfir li abi, hapa pazuri kweli, hapa patahitaji maneno mengi na darasa itasimama inshallah. Tutaanzia hapo manake somo zima. Waghfir li abi, na umsamehe baba yangu, innahu kana min ad-dallin, kwa hakika baba yangu amekuwa katika watu waliopotea, msamehe. Maneno haya Ibrahim, tunaambiwa huyu baba hakufa muumini. Dua hii bado ipo kwenye Qur'ani. Waghfir li abi, umsamehe baba yangu, innahu kana min ad-dallin, kwa hakika alikuwa yeye katika watu waliopotea. Je, dua hii bado ipo na sisi kwetu? Ndio mazungumzo ninayoyasema haya. Ibrahim baba yake huyu anayezungumzwa, tunaambiwa hakufa muumini, ndivyo sivyo? Au hamna habari? Hakufa muumini, lakini hii pana dua ya Rabbi, msamehe baba yangu, alikuwa mwenye kupotea. Wazazi wetu wakifa si waumini, tuige hii dua. Hapa ndio penye mazungumzo hapa. Uondoke na hili insha Allah, kwamba hakuna dua hii ya kuwaombea wasiokuwa waumini. Ukija ukisema mbona ipo hapa kwenye Qur'ani, msamehe baba yangu, Ibrahimu anasema na umsamehe baba yangu, hakika alikuwa amepotea. Mtu anaweza kukuletea hii sawa sawa. Hii hapa Ibrahimu anaambiwa msomee baba, anamwombea baba yake dua amsamehe. Nyinyi mnasema watu wakifa hawana imani wasiombee dua ya msamaha. Mmepata wapi? Yapo majibu ya Qur'an. Na kugusia kidogo ili usiondoke sasa hivi ukiwa una utata sawa sawa. Utafungua mwenyewe katika surati Tauba. Surati Tauba ni sura ya 9 aya ya 13 mpaka 14, na utakwenda kuisoma, pengine na shekhe pia mtazungumza naye huko, atakusomeeni hiyo uone haya maombi haya yapo bado. Aya inaanza hivi: ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin, haiwi
kwa mtume, alikuwa akizungumzwa Mtume Muhammad hapo sallallahu alaihi wasallam, haiwi kwa mtume na walioamini wawe ni wenye kuwaombea msamaha washirikina. Huyu baba alikuwa ni mshirikina mpaka akasababisha kumwingiza Nabii Ibrahim kwenye moto pamoja na watu wake. Sawa sawa, tuko pamoja? Hatuko pamoja, bado mnafungua, mmetingwa. Aya 113 imeanzaje? Hebu nisomeni kama kweli tuko pamoja. Simuona kama hatuko pamoja. Mimi nilijua hatuko pamoja na nimesema tutasimamia hapa. 113 inasema hivi: ma kana linnabiyi walladhina amanu, haiwi, haitakikani, si sahihi kwa waumini, kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam na wale walioamini. Sisi ni waumini, sio waumini? Waumini. Haitakikani kwetu kama ambavyo ilikuwa haitakikani kwa mtume, ayastaghfiru lilmushrikina, kuwaombea msamaha washirikina, walau kanu uli qurba, hata kama ni ndugu zao wa karibu, min ba'di ma tabayyana lahum, baada ya kuwa imewadhihirikia, annahum ashabul jahim, kwamba wao ni watu wa motoni. Haitakikani kuwaombea msamaha washirikina hata kama ni ndugu zako, baada ya kuwa imekwisha kudhihirikia kuwa wao ni watu wa motoni. Itakudhihirikiaje kuwa wao ni watu wa motoni? Unawezaje kujua wewe? Utajua hivi pale ambapo wameishi hivyo mpaka wakafa bado ni washirikina. Kama walitubu, hapo unawaombea msamaha. Walikwisha tubu, wamekufa waumini, walikwisha tubu wakarudi kwenye imani, hao ya Rabbi wasamehe yale makosa yao yaliyopita pita. Kwanza mtu akishatubu anarudi safi kama hakukosea, ndivyo sivyo? Sasa kama aliishi na ushirikina hivyo hivyo mpaka akafa, maanake umekwisha jua huyu amekufa mshirikina. Ukishajua hivyo, huruhusiwi tena wewe kumwombea dua kwa Allah msamaha, ameshakufa, huruhusiwi. Sasa ukiichukua aya iliyoko hapa tuliosimamia kwamba Ibrahim alisema waghfir li abi, na umsamehe baba yangu, innahu kana min ad-dallin, kwa hakika yeye alikuwa katika watu waliopotea. Aliomba msamaha huyo au alibaki vile vile? Hamjui, na kuambieni, alafu tutakuja kuzisoma hizi aya. Huyo alibaki vile vile. Kwa nini? Mpaka Ibrahimu anaingizwa motoni. Si wako shirika na watu wake wa mjini? Wako shirika, wako shirika, walikuwa shirika, tutengeneze moto, na yeye yumo. Anamwambia mwana Ibrahim, unihame wewe au nitakupiga mawe mimi mpaka ufe. Moto unatengenezwa na yeye yuko pamoja na wale watu, achomwe. Ibrahimu akaingizwa motoni. Mungu akajalia hakufa, mpaka Mungu anamwambia hama, ondoka hapa. Ameondoka, amewaacha wao vile vile, maisha yao yamebakia kishirikina. Ibrahimu ameondoka. Tuko vizuri? Sasa Ibrahimu, kauli hii Mungu ameitengua au bado ipo? Kwanza imetenguliwa na kauli tuliyosoma sasa hivi, haiwi kwa waumini, kwa mtume wala kwa waumini kuwaombea washirikina hata kama ni ndugu zao, baada ya kuwa wamewajua wao ni watu wa motoni. Tuko pamoja? Ukiendelea na aya hiyo hiyo, ndio maana nimekupa namba, utakwenda kuiona mbele huko tutakapokuja kukutana. Mimi nitakuwa nakuwekea sawa tu, ili kama hukufahamu vizuri uweze kufahamu vizuri. Nitakuja kukufahamisha uweze kufahamu vizuri, lakini kazipitie upate faida. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.